Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Leo katika kipindi tuko na mwenyeji kwa sababu tumekuwa sote kwa miezi 6 hapa. Mwenzangu alikuwa kwenye mafunzo kwa vitendo. Naomba ujitambulishe kwa wenzetu ili waweze kukusikia na kujua wewe ni nani. Asante sana. Mimi ni Rashid Malekela. Umekuwa ukinisikia katika habari mbalimbali, vile vile nikiongoza jarida kwa upande wa redio. Mimi ni mhitimu wa shahada ya kwanza ya mawasiliano ya umma kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Sauti Mwanza mwaka 2025, na baada ya hapo nikaja moja kwa moja kujiunga katika mafunzo kwa vitendo na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa tangu Januari 5 hadi hivi sasa naenda kuhitimisha Julai 3. Asante sana Rashid Malekela. Umesema umekuwa hapa kwa mafunzo kwa vitendo. Hivi unaweza ukatuambia kwa kifupi tu, umemaliza kutoka chuo, matarajio yako yalikuwa ni nini? Sasa unajiunga na Umoja wa Mataifa, tena secretariat, katika kutekeleza kile ulichosoma chuoni. Kwanza nilifurahi sana baada ya kutuma maombi. Nilifikiri kwanza kwamba dunia ilivyo hivi kubwa, watu wengi wanatamani kupata hii nafasi na ni New York. Sikuamini kwanza. Mwanzo nilijua ninaomba tu miongoni mwa maombi mengine ambayo nimeshatuma sehemu mbalimbali, lakini baada ya kuchaguliwa kiukweli nilifurahi sana na nilitarajia kwamba nakuja kukutana na wakongwe na ninakuja kujifunza mambo ya dunia za ulimwengu. Kwa Lea wewe nilikuwa na kusikiliza, nimepata bahati ya kukusikiliza hata Arnold, lakini kwa watu kama Assumpta na Flora ni watu ambao wakati wapo wakifanya shughuli zao za utangazaji kwa huku nchini sikuwahi kuwasikiliza. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha kubwa sana sasa kwamba mimi naambiwa nakuja kujumuika kufanya kazi pamoja na ninyi. Na sisi tunashukuru sana na tunafurahi kufanya kazi na wewe. Imekuwa ni kitu kizuri sana. Na pengine mtu angeweza kutaka kufahamu, kabla hatujaenda kwa undani zaidi, kabla ya kuanza mafunzo yako na sasa umemaliza, tofauti unaionaje kwako wewe mwenyewe? Tofauti ni kubwa sana. Kuna kazi kubwa kuyatoa yale ambayo ulikuwa unajifunza chuoni kuja kuyaleta katika uhalisia. Japokuwa chuoni nako tunafanya kazi kwa vitendo, lakini huku ni kwa ukubwa zaidi. Nimeweza kufahamu namna ambavyo mambo ya Umoja wa Mataifa yanafanyika, habari zinavyofanyika, mashirika mbalimbali nimeyafahamu. Kwa kuwa mimi nilikuwa balozi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa maendeleo UNDP, pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, na lile la kuhudumia watoto. Ni kama vile nilikuwa nimejifunga, na mimi hata kwa mwingine anaweza kuwa nafahamu mashirika machache, lakini sasa ninafahamu mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa na kazi ambazo zinafanyika kila siku. Vile vile nimekuwa tofauti. Sasa naweza kuandaa makala, kuandika habari, na pengine kwa wakati sisi tunasoma unakuta mtu ameshajichagulia. Kwa mfano pale Sauti mtu anasema mimi ni print tu, yani anaandika tu habari za magazeti, ama mimi ni redio tu, mimi ni TV tu. Lakini kwa hapa sasa hivi ninaweza nikaandika habari moja hiyo nikaiandika kwa upande wa maandishi ambayo inaweza ikaenda kwenye wavuti ama kwenye gazeti. Vile vile hiyo habari nikaiandika kwa mfumo wa redio ambao ni mfumo wa picha zaidi. Mtu haoni, ila inatakiwa aone kupitia maneno yako wewe ambavyo unasimulia kwamba hapa kinaonekana hiki. Vile vile hata kwa upande wa video na kuhariri, vile vile kuchakata hadi habari ikamilike. Kwa hiyo kiukweli siko kama nilivyokuwa Januari. Na katika hayo yote uliyofanya, kuna kimoja ambacho unasema hii siku au hii habari au hili jambo sitakaa nilisahau nikiwa na kumbuka kufanya mafunzo kwa vitendo wakati niko idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa? Naam, nakumbuka nimefanya kazi mbalimbali ikiwemo uzinduzi wa siku ya Ziwa Victoria na UNDP, vile vile na UNICEF. Nilienda Tunduma kwenye kutoa mafunzo ya uchechemuzi kwa vijana na viongozi wa asasi za kiraia. Nikafanya nyingine kwenda kuhoji wananchi Ziwa Victoria kuhusiana na siku ya mazingira duniani. Lakini moja ambayo ninaikumbuka, nilienda katika kata ya Luchelele huku jijini Mwanza, na ilikuwa ni siku ya furaha duniani.
Kwa kawaida watu huwa tunatamani kwamba ukienda kumuuliza mtu leo siku ya furaha duniani, kipi ambacho kinakupa furaha zaidi, pengine mtu atazungumzia kupata kazi ama kupata fedha, lakini kiukweli kitu kilichonivutia na kikanipa nafasi ya kusema kwamba ni vizuri kufurahia hata kwa vitu vidogo ambavyo kila siku huwa tunavipuuza. Wananchi walisema kwamba mwingine anasema mimi nafurahi nikimwona mama yangu ameamka ni mzima, nafurahia. Mwingine akasema mimi ni mvuvi, anajishughulisha na shughuli za uvuvi. Akasema mimi ninapoingia hapa ziwani na nikarudi salama, nikapata kitoweo japo kwa familia yangu na familia yangu ikaishi vizuri, basi mimi kwangu hiyo ni furaha tosha. Sitamani furaha nyingine zaidi ya hiyo. Kwa hiyo ile nami ilinifanya nikajitafakari sana kwamba kumbe, na vile vile kwa wakati huo pia tulishirikiana na watu wengine kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao nao walituma simulizi zao kutokana na changamoto wanazopitia. Wengine sisi huko amani tunalikuwa tunaitazama tu, lakini kwao ile hali tu ya amani kuwepo, labda machafuko kuondoka, kwao ni furaha bila vitu vingine hivi vya kidunia. Pengine ungesikia mtu anatamani magari ama nini, lakini kumbe mtu kumuona mama yake, kuona watoto wake ni wazima, kwake ni furaha. Kiukweli ile ilionyesha utu zaidi na kuthamini hata vitu vidogo ambavyo tunakuwa navyo katika maisha. Na huo ndio uzuri wa kufanya kazi na Umoja wa Mataifa, kwa sababu kuna muda mwingine habari hatuitoi tu sehemu moja, tunawaunganisha. Tulikuunganisha wewe na Kibego wa Uganda, na mwingine sijui wa DRC, na mwingine labda unakuta kutoka Kenya au kutoka Zimbabwe au sehemu nyingine. Hilo ni zuri sana, na mimi pia nakumbuka hiyo story ilikuwa ni story nzuri na uliifanya vyema pia. Hongera. Ndio, kwa usimamizi wenu vile vile. Tunashukuru. Lakini sasa tuende katika eneo la pili, ushauri kwa vijana ambao wanamaliza vyuo vikuu kama wewe, kusoma taaluma mbalimbali. Tukianza na ushauri wako, unadhani kwa nini ni muhimu kwao kuzingatia mafunzo kwa vitendo? Shukran. Kwanza, mafunzo kwa vitendo ni kitu muhimu sana. Miaka ambayo tunakuwa tupo chuoni, kuna mambo mengine ambayo yanatendeka huku katika hali halisi ambayo sisi hatuyafahamu. Pengine mimi ningekuwa nina hamu sana baada ya kumaliza chuo kupata kazi, nikaenda kufanya moja kwa moja. Lakini vile vile unaenda kuifanyaje kwa uwezo ambao unakuwa nao wakati huo? Masuala ya harakati za chumba cha habari unakuwa bado haujayazoea, kukimbizana, kutumiwa habari, kurekebishwa na kupokea marekebisho. Kwa hiyo mafunzo haya kwa vitendo ni muhimu, yanakuandaa kabla ya kwenda kwenye chumba cha habari, kujifunza zaidi kabla ya kufika pale. Darasani tunafundishwa namna ya kufanya kazi, lakini huku kuna mambo ya ushirikiano, kushirikiana na wengine, kuna mambo ya kubadilika pengine kwa mwongozo ambao ulikuwa umeandika habari, kurekebishwa, kurudia. Kwa hiyo uvumilivu ambao unaupata huko katika mafunzo kwa vitendo unakuandaa vizuri kwenda hata pale unapoenda kufanya kazi, unakuwa unafanya kazi vizuri. Na uzoefu baada ya kutoka chuoni, ukienda kuomba kazi utaulizwa umeshafanya wapi, na wakati huo watu wanataka kuona matokeo, habari ziwe nzuri, labda marekebisho tu kidogo ziende, sio tena wanaanza kukufundisha wakati ni eneo la kazi na wanakulipa. Lakini ukipata sehemu kama hii ya mafunzo kwa vitendo ambayo unajifunza kwanza na unajengewa uwezo, hata utapoenda kwenye ajira unasema nimefanya mafunzo kwa vitendo na nimefanya kwa miezi 6, heka zote za chumba cha habari na yote mambo nayafahamu katika hali halisi. Watu wanaweza kaona huyu ndo ametoka chuo tu, hana lolote ambalo analifahamu. Na vile vile unapata vitu vya kukupa nguvu. Unasema nimeandika habari hii hapa, utaikuta kwenye wavuti wa Umoja wa Mataifa. Inakuwa ni rahisi mtu kuamini na kukuona kweli umefanya kitu ambacho kimeonekana na ni taarifa ambayo imefika na imeleta manufaa kwa jamii. Umeeleza hayo yote na kwamba unafanya kazi kweli, unakuwa kama mtu mwingine yoyote, na ndio uzuri wa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Tunakuwa sawa, unakuwa hauna tofauti na mimi. Habari yako ikija tunaikagua, tunaiboresha, tunafanya nini. Lakini kuna kitu cha tofauti kwa secretariat Umoja wa Mataifa. Secretariat sasa, kama ndio labda sisi tuseme ndio mama, tofauti na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa, secretariat hailipi watu wanaofanya mafunzo kwa vitendo. Penginepo baadhi ya mashirika ya Umoja wa Mataifa yanalipa.
Hili nalo unalizungumziaje kwamba mimi nifanye kazi na kati hata silipo? Asante sana. Hiyo ni kweli, na kuna mashirika mengine ambayo nimekuwa hivyo nikiwa ni kijana balozi wa vijana wengine, unakuta wao wanafanya mafunzo haya kwa vitendo, wanalipa, lakini hata kwa mwingine ukimwambia hivi anaona sasa nifanye yote hii na silipwi, lakini kiukweli yani matokeo yake ni zaidi ya kulipwa, kwa sababu mimi nimekuja kufanya mafunzo haya kwa vitendo. Ndani ya miezi hii 6 nimeshaenda Tunduma na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Nimeshashiriki uzinduzi wa siku ya Ziwa Victoria, nikashiriki jukwaa la wadau na UNDP. Vile vile baada ya kutoka Tunduma na UNICEF nimefika hadi Kenya nikishiriki mkutano wa UNICEF na watengeneza maudhui ya mtandaoni. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nimevipata moja kwa moja tunavyozungumza sasa hivi, hapo hata kabla sijamaliza, kwa sababu ninakuwa nashirikiana na maafisa habari ama watu wa mawasiliano wa haya mashirika kuzikusanya habari, kuona wao wanaona, na wakiona umefanya kazi nzuri, basi wanakupa nafasi kwamba njoo ufanye habari moja kwa moja kutokea hapa tunapofanya hili tukio, na wewe uwepo, uchukue wewe mwenyewe vile namna ambavyo unataka. Hiyo ni faida ya kwanza. Vile vile kiukweli ni heshima kufanya kazi na secretariat, kwa sababu hata nikiwa ninasoma jarida, watu wengi wanasikiliza kwenye redio wa shirika huku Tanzania na Afrika Mashariki, wananitafuta, wananiambia tumekusikia kwenye redio yetu hapa, sisi ndio ambao huwa tunarusha jarida la habari la Umoja wa Mataifa, hongera sana. Wengine wako wananiuliza, tumesikia upo New York unasema unafanya kazi na Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni furaha kubwa, vile vile inanipa nafasi kubwa. Hata ninapoenda sasa kuomba ajira, siendi kama ambavyo nimesema mimi nimemaliza chuo. Nitaenda na cheti changu na nitaonesha nimefanya kazi na Umoja wa Mataifa. Tena sio shirika la Umoja wa Mataifa, ni makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Kwa hiyo naona yani heshima hii ambayo inakuja na haya mafunzo kwa vitendo ya secretariat ni kubwa zaidi ya fedha ambayo ningekuwa ninalipo, kwa sababu kwanza kwenye mafunzo kwa vitendo haulipwi mshahara kamili, ni fedha ya kujikimu kwa nauli labda ndani ya miezi 6. Kwa hiyo kiukweli, kwa heshima ambayo inakuja na haya mafunzo na ujuzi ambao unakuja nao ni mkubwa, na pengine unaleta manufaa ya fedha zaidi baada ya kumaliza. Hongera sana. Ingekuwa nipo kule kijijini kwetu, sisi waga tunapiga vigelegele na kupongeza. Sasa tukiwa tunaelekea ukingoni wa mahojiano yetu, pale awali wakati unaanza unasema wakati umeomba, manake ndio ulikuwa umemaliza chuo, ulikuwa pia una hofu kwamba penginepo naweza nisipate au vipi. Kuna kijana kama wewe ambaye fursa hii itafunguliwa tena, angependa kuomba lakini na yeye ana hofu, unamwambia nini kijana huyo au mtu mwingine yoyote? Asihofu kabisa. Kwanza ni mafunzo kwa vitendo, kwa hiyo secretariat haihitaji mtu ambaye ni mbobevu, mtu ambaye anajua sana au mkomavu. Hapana, ni kijana yeyote ambaye amesoma masuala yanayoendana na masuala haya ya habari, basi moja kwa moja nafasi unayo, kwa sababu huku tunakuja kujifunza. Yaani unakuja haujui hata lakini baada ya kutoka unajua kila kitu mpaka Z. Kwa hiyo usiogope, amini kwamba unaweza. Kikubwa uwe tu umefikia hizo sifa, na huku tunakuja kujifunza, sio kazi kwamba moja kwa moja lazima uwe una uzoefu wa miaka 6 au umepita wapi. Kwa hiyo usiogope, tuma maombi yako na ninaamini utafanikiwa. Pengine na wengine wanaogopa hivyo kwamba wewe, mimi siombi, ama wewe una sifa nyingine zaidi ambazo zitawapita wengine, lakini wewe tu haujiamini. Kwa hiyo kikubwa jiamini, na ambacho nimekipenda zaidi ni ushirikiano. Yaani hata ukikosea unarekebishwa na unaambiwa kabisa. Kitu ambacho nimejifunza sana ni mawasiliano. Tangu nimeanza mkaniambia kikubwa ni mawasiliano. Kama kitu haukiwezi sema, kama majukumu yamekuwa ni mengi, sema kwamba sasa hivi nafanya kitu fulani, tutafute wakati wowote, piga simu kwamba jukumu fulani hili mlinipa ila nina changamoto hii. Kwa hiyo ushirikiano ni mkubwa, na mafunzo kiukweli, yani mpaka wakati mwingine unaambiwa fanya kitu fulani, unasisitizwa na unaelekezwa namna ya kufanya. Kwa hiyo hakuna chochote cha kuhofia kiukweli. Na kuna kitu ambacho sijakuuliza ungependa kukizungumzia?
Kitu ambacho haujaniuliza kiukweli, kwanza mimi nashukuru kwa ushirikiano ambao mmenionyesha tangu Januari mpaka hivi sasa kwa miezi 6, na ninashukuru, nimefurahi kufanya kazi pamoja na ninyi. Mmenipa ushirikiano wa kutosha, na ni kitu ambacho mnakihamasisha kila siku. Ushirikiano, kikubwa ni ushirikiano. Kwa hiyo mimi nashukuru sana kwa hilo, na sasa naenda kubadilisha maisha yangu, maana idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa ilikuwa tayari ni maisha yangu. Nikiamka asubuhi nawaza kwamba mimi naanza kufanya kazi, Wamarekani watanikuta mbele, maana tunatofautiana takriban masaa 7. Kwa hiyo sasa hivi itabidi nitafute tena vitu vya kufanya hapa kurekebisha, maana nilikuwa nimeshajua kuna kikao cha kujadili jarida, kupanga yajayo, mwelekeo. Kwa hiyo sasa hivi Kitaalamu tena tunakiita masaa postmortem. postmortem inabidi tena nibadilishe tena ratiba. Kwa hiyo nitakuwa nakumbuka wakati mwingine, na nahisi nitakuwa nikiamka nahisi kwamba kuna habari labda natakiwa kuiandaa. Tunashukuru sana, asante sana na kila laheri. Shukran sana.